zetu una hela nyingi sana. Unaweza kukuta mtu anapata hela mechi moja tu anaweza kupata labda dola mpaka 1.5 200 au pound, sio dola, pound 200. Kwa mfano ukiangalia kwenye YouTube, ukiangalia tu ukisema darts wale wachezaji nani professional wale, ukiangalia utajiri wao unawazidi hata wale wa mpira miguu. Tukiangalia michezo mingi hivi sasa imekuwa ikiongezwa wakati mwingine shuleni ili kuweza kuimarisha wachezaji wazuri, na kama vile ilipo kwa football academy, lakini mchezo huu umekuwa ukionekana ukipendwa sana katika maeneo ya starehe na unaonekana kama haupei kipaumbele. Wewe kama mwalimu, na kuna mpango wote ambao mnaoona unaweza kuleta faida kubwa kwa kuweza kuimarisha watoto wadogo waweze kufahamu ili wanapokuwa waweze kuendeleza zaidi? Mpango uliopo sasa hivi ni kuanzia shule za sekondari na vioni. Kwenye mpango wa shule za msingi bado, kwa sababu bado unahitaji uangalizi sana, kwa sababu tunaona vitu ni silaha na walimu hawana ujuzi nao kuwasimamia. Ni uchira hichi kuwasimamia watoto wadogo wale. Ila kwa shule ya msingi vyo tuna mpango huo. Kwa sasa hivi tuna kalenda imetoka, kuna mwezi, kwa hiyo tuna chuo chetu cha michezo kule Maria. Kuna watu wataenda kufundisha kule kanda Mwanza, wataenda kufundisha huu mchezo ili wale walimu wakishajua wafundishe mashuleni. Na labda tuzungumzie kuhusiana na timu. Huu ni mchezo, labda kuna timu nazungumzia kwa Dodoma hapa, lakini pia kuna timu ya taifa ya mashindano, au ni mchezo ambao tu kama alivyozungumzia hapa Poni unaochezwa tu kwa ajili ya kujifurahisha, au tayari umeshafikia katika kutengeneza katika profession? Hapana, tuna mchezo. Kwa mfano mwaka jana uliopita tulikuwa na mashindano hapa ya Afrika Mashariki, tulicheza hapa Roma Complex. Na mchezaji wa kwanza alitoka Tanzania, yuko hapo Roma Complex, anaitwa Noah Isaya. Ni mwenyeji wa Dodoma hapa, alimshinda Mkenya. Na baadaye kulifanya mashindano ambayo watu watashiriki. Haya mashindano sasa hivi yako yanafanyika Ulaya, Uingereza. Kuna professional, ya professional yalifanyika pale. Kuna Afrika Kusini walikuja, wadhamini kutoka Afrika Kusini walikuja Nairobi, wakafanya mashindano pale. Kuna wakwetu walikwenda mmoja lakini hakupasi, ila Mkenya mmoja alipasi, sasa yuko kule kwenye mashindano hayo ya professional. Hakuna kitu ambacho chenye faida alafu kikaweza kukosa changamoto.